Rwina. Baba. Sasa hebu ujitahidi basi mama leo urudi mapema kwa sababu nataka kutoka. Ndio nitarudi mapema baba. Umeshaanza masomo? Ndio tupo darasani baba. Basi jitahidi mwanangu. Jitahidi sana kusoma mwanangu. Usijali baba, wewe mwenyewe unajua mimi jinsi nilivyokuwa vizuri. Wewe mwenyewe unaona maendeleo yangu yalivyo. Ni kweli mwanangu, nakuaminia mwanangu. Nakuaminia sana tu mtoto wangu. Na mimi yani unanifurahisha sana. Basi sawa, tuko darasani. Nitawahi kurudi baba. Basi leo uwahi kurudi kwa sababu kuna maelekezo fulani nataka kukupa na hayafai kukupa kwa simu. Haya baba, baadaye. Ulikuwa unaongea na nani? Na mzee? Nilikuwa naongea na baba. Anasemaje? Anasema anataka kuondoka, kwa hiyo niwahi kurudi. Unamaanisha na wewe unataka kuondoka? Tashi sijamaanisha sasa hivi, ila nitawahi kuondoka. Sio kwa muda huu lakini. Vipi mwanitani? Kama ulivyoniagiza vile. Ndio nini? Chips kuku. Kweli? Bana naona ulishaanza kupaniki hapa. Sio mwenyewe ulikuwa unaona gharama zako zinaenda bure. Kwa chumba sina shaka nacho. Ila masuala ya msosi hapo hapana baby. Kweli kabisa. Sawa. Aya, tutakaa ila kwa masaa mawili tu. Masaa mawili kwangu mimi ni mengi sana baby. Kweli? Mtoto mtundu huyu. Okay, sasa nikwambie kitu kimoja. Utaanza chakula au tuanze mambo yetu? Mimi njaa inaniuma, nile kwanza. Jamani, mwanza kumetari vitu vijiwezi tena huko. Nakula tutaendelea. Mtoto unaniua. Anza kula. Mgambo mmaji, anza kula bwana. Mama Wina. Karibu sana. Asante mwenyekiti. Mwenyekiti nimekuja. Mimi najua wazi unajua lile balaa lilonikuta unalijua vizuri sana. Wala usinikumbushe. Mimi nalifahamu ndio jambo fika. Mwenyekiti, mimi nataka kuishi na yule mtoto. Lakini yule mwanaume hataki hata kidogo yule mtoto mimi niishi naye. Ndio. Sasa cha ajabu anakuja nyumbani anasema Rwina yuko kwangu. Na je, mtoto kweli yupo kwako? Kwangu hayupo mimi mwenyekiti. Na mtoto yuko wapi? Hapo mimi ndo sijui hata alipo. Yaani sijui mtoto ameenda wapi mpaka nikae. Sasa ulikuja kwangu nikusaidie nini? Mimi nimekuja nimekuletea mashtaka kama mwenyekiti. Wewe na maana ukijua wewe ndo utajua unisaidie. Lakini nimekuja kama hapa kwa mwenyekiti, nataka msaada wako. Nimeleta mashtaka tu. Hivi Wina hana simu? Simu anayo. Ila babake anasema alimpigia. Alipompigia mara kwanza hakupatikana. Akampigia tena yeye ndo kamwambia kama mimi nipo kwa mama. Ndio yeye ni kweli hayupo kwako. Hayupo kwangu mwenyekiti. Sasa haya maeneo yetu tunayoishi sisi, hospitali iko mbali. Na wewe unamjua baba Rwina. Ni mtu ambaye ukimwambia tu swala la mtoto wake tu, mapanga nje. Anaweza kaja akakupiga mapanga mpaka mwenyewe ukaja ukachanganyikiwa. Wewe mwenyekiti unataka kuniambia alichonifanyia bwana ni sawa kweli? Sio sawa, alichokufanyia ni sio sawa. Lakini wewe mwenyewe unamfahamu. Yaani roho ya mume wako ni Rwina. Ukimtajia swala la Rwina tu, ujue ni ugomvi. Na wewe mume wako unamjua ni mtu ambaye ana roho ngumu. Yaani mithili ya gaidi, haogopi kufungwa, haogopi chochote. Mwenyekiti, mimi naona sasa yule bwana naona mnamuogopa. Kwa nini unataka kuniambia mwenyekiti na busara zako zote ulizokuwa nazo? Unashindwa kumuita yule chini tukamwita hapo kamweka chini tukakaa tukazungumza mama. Yakaishi. Leo kweli unaniambia eti yule bwana anashika mapanga si nini? Kweli mwenyekiti? Sasa ni hivi. Mimi mwenyekiti nilikuletea tu mashtaka, nahitaji msaada wako. Lakini sasa nishaona mwenyekiti yule bwana wewe unamuogopa. Sasa kama kumogopa, muogopeni nyinyi. Mimi simuogopi. Nilikuja tu kutoa ushahidi. Kwa hiyo mimi ninakwambia nitapambana naye mwenyewe mwanzo mwisho. Na mpaka nitajua mwanangu alikompeleka. Na wewe swala la kumogopa kweli kwa sababu kama kumogopa msingezaa. Jamani, karibu sana. Yaani hapa ndo nyumbani, hapa ndo tunaishi na shemeji yako kama unavyoona. Isi kwa kweli dada, asante, nashukuru kwa kufika, japo ndo hivyo nipata mitihani kidogo, ila mimi nashukuru kweli. Lakini umepajuaje hapa? Nimeuliza, japo huko njiani nimepata mitihani, wakati nataka kuuliza kufika hapa. Nikagundua kweli watu wa Dar es Salaam hapa wana roho mbaya, kuna watu wengine. Yaani kama hivi mtu anafuata naenda kumuuliza.
basi anakuona kama vile mwizi, yani labda wataka kumwibia. Lakini nashukuru kuna watu wengine wamenielekeza, na hapo ndipo nikagundua kumbe shemeji ni maarufu. Na nakumbuka kipindi kile wakati anakuoa kule, si alielekeza mimi nakaa Dar es Salaam pale kuna mtaa fulani, basi nikaulizia nikaambiwa namuulizia yule bwana anakaa kule. Basi nikaanza kuulizia tu majumba, hapa sio hapa, kwingine napotea. Basi nazunguka mpaka hivyo venyewe nimefika hapa. Ni kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu umefika salama. Afu ulikupa juje yupo kuja hata siku moja. I say. Na yule shoga yangu yule Kidawa yule yupo? Nani Kidawa? We. He. Yule sikaolewaga. Kuja kuolewaga mwenzangu. Akaja akaachika. Amekuja kuachika venyewe vile na mitoto kadhalishwa. Amekuja hapa akapata bwana mwingine. Akaja akamuoa na yeye. Kuja kumuoa hiyo migumi alikuwa anamtandika huko sijui kwa nini. Akaja akamwacha na yeye. Basi akawepogi tu pale nyumbani. Yupo afu venyewe eti kuna kipindi usiku akawa ananifuataga eti ndani, mimi niko nimelala pale siliko mwenyewe. Basi sinifuate. Ambia mimi si rafiki wa dadako. Anifuata usiku, sasa mimi venye na mambo yale mimi kama mimi nakimbia kwani. Bwana hapa ndo nyumbani, jisikie huru. Lakini shemeji, kabla ya yote ulize maswali haya. Na haya maswali mawili nataka ya majibu sahihi. Swali la kwanza, ulivyokuja hapa mjini unategemea kuishi wapi? Hilo swali la kwanza. Swali la pili, umekuja mjini kufanya nini? Kiukweli shemeji, mimi kutoka zangu kijijini huko. Kiukweli kwa kuishi mimi nataka niishi hapa, na hapa ndo nimefika. Kwa hapa mjini sina sehemu yoyote ya kuishi zaidi ya hapa. Jambo lingine hilo la pili kuhusu kazi, nategemea dada yangu wakati niko hapa atanitafutia kazi nitafanya. Mtu yote mwenye akili timamu kila jambo analoambiwa huwa anahoji. Yaani anauliza swali. Na ndo nataka kuona kama mimi na akili timamu kabla ya yote, kabla ya mazungumzo yetu yote, baada ya kukukaribisha nilikuuliza maswali. Nikakwambia kuna maswali mawili. Unaelewa? Wewe wakati unazungumza na dada yako kuhusu kuja mjini, ulijaribu kumuuliza maswali? Kwa kweli sikumuuliza. Kwa nini ukumuuliza? Mimi sikuwa nazungumza kumuuliza kwa sababu mimi naona nimefika, ndo nimefika. Vitu vyote nitavikuta hapa. Yaani shemeji, ndio kwanza leo mimi na wewe tunaonana, lakini nakuita wewe mpumbavu. Tena wewe mpumbavu kulikweli. Yaani wewe unatoka zako kijijini, unakuja mjini kwa dada yako, moja kwa moja tu unakuja unasema unakuja tu mjini, hujui unakuja kufanya nini. Yaani unakuja tu. Wewe nani aliyekwambia kwamba hapa mjini kuna maisha mazuri kama hivyo unapofikiria? Yaani from nowhere tu unakuja. Hapa mjini sio unakurupuka unakuja. Yaani wewe kwanza ulikuwa unatakiwa utoe taarifa kwamba unakuja mjini, na taarifa hizo ulikuwa unatakiwa unipe mimi taarifa. Sasa wewe unakuja unasema umekuja kutafuta kazi. Yeye dada yako amekwambia wewe ana kazi. Shemeji bwana. Yaani jinsi nilivyokuona mavazi yako na maneno unayoongea ni tofauti kabisa. Yaani shemeji, sijategemea kabisa kama utaongea maneno kama hayo. Sasa maneno gani hayo ya kumwambia mtu? Sasa mimi mavazi yangu na maneno ninayosema yafanani. Ila wewe mavazi yako, wewe mwenyewe ulivyo, ndevu zako na kofia lako yaani uko sawa na maongezi unayoongea. Mavazi yako ovyo, wewe mwenyewe ovyo, na unayoongea ovyo. Kwa sababu hapa mjini shemeji, umeona hapa mjini, yani hapa kama huko unakudanganya kwamba kuna maisha mazuri, hiyo ilikuwa zamani, sio mjini ya leo, sio Dar es Salaam ya leo. Dar es Salaam leo kuna watu wengi. Aliyekuwa kijijini anategemea aje mjini. Kama wewe ulivyofika saa hizi, basi hapo Ubungo wanaishi kwenye mabasi watu kama wewe, karibu mabasi yote. Yaani wale kwenda kutembelea ndugu zao vijijini wakaja ni wachache kuliko ndo wanaoingia mjini rasmi. Hao wako wengi. Sije mkatoka vijijini mkaja hapa mjini mkategemea tu maisha tu yako kama vile chumba kilichowekwa tiles. Hapana. Hapa ni pagumu. Watu ni wengi kuliko kazi. Na isitoshe mimi na mdogo wako ndo kwanza maisha, ndo kwanza ndoa mbichi. Yaani kama tumenunua bajaji basi ndo kwanza na Nairobi basi. Shemeji basi. Sasa unasema mimi kuishi hapa nitakula nini, nitakula kipi? Wewe kwa ni shemeji yangu, ukienda sokoni, ukitoka kazini huko, ukija hapa mimi sinashindwa kula. Utakachokileta tutakula.
Kama ndizi tutakula hapa, nakula dada na mimi nakula. Ukileta mchele tunakula hapa. Si maisha naenda. Au labda wewe mimi kukaa kwangu hapa kimekuuma nini hasa? Wewe ulivyokuja hapa katika mkoba wako kuna ndizi mle. Maana wewe ndio umetoka kijijini. Maana ukiona mjini inaliwa ndizi ujue umetoka kijijini. Ukiona watu wanakula mchele, hamna shamba la mchele Dar es Salaam hapa la mpunga. Mchele unatoka huko kijijini Shinyanga, unatoka Kilombero, si unatoka wapi? Wewe ulivyokuja kuna taembe mle kwenye mfuko wako. Mzunguko wa pesa hapa Dar es Salaam ushakuwa hakuna. Maana sasa mimi mnadanganyana huko, ukitoka huko utakuja mjini, utaishi tu utakula ubaba, nini. Sasa kama ulikuwa kijijini unakula miogo, ukaja ukategemea mjini utakuja kula ubaba, na sisi huko kijijini tunapajua vizuri na vyakula vya kijijini sisi tunaweza kula. Kwa hiyo tunabadilisha system ya maisha. Hatakuwa mjini shamba. Tutakuwa tunakula vyakula ambavyo wewe unakula kijijini. Sasa tuone huko mjini unakula muogo na kijijini ulivyokuwa unakaa unakula muogo. Sana utaangalia TV. Aliyekuepo hapa anaona hapa atapata na aliyetoka kijijini ndo anaona atakuja kupata hapa. Kwa hapa tumejazana top. Hakuna kazi hapa. Wala hakuna nini. Na mimi dume kama wewe kukutunza hiyo itakuwa haiwezekani. Kumbini hapa chumba chetu sisi hichi. Itakapofika usiku mimi nitataka ndoa kwa mke wangu. Ina maana wewe utakachokisikia huko utakivumilia. Sasa kwa nini mpaka mfanye kwa nguvu? Muumizane huko kama mnapigana boxer ndani. Hivi mdogo wako unamjua yeye akiwa katika mambo ya mapenzi anakuwa vipi? Si utasema labda nampiga visu kwa muua. Tumia akili. Mimi naishi maisha ya kupanga, tuna chumba na varanda tu. Wewe ulale varandani, mimi niko na dada yako huko ndani. Inakuaje? Sisi tutaenjoy kweli sisi? Sisi tutapata mtoto kweli? Baby, zima simu hiyo. Zima simu? Ndio. Hapana. Mfano ukikupigia, sio kama usumbufu vile. Nani atanipigia zaidi ya baba? Zima simu. Sasa nikizima simu akisiponipata, najua kabisa leo si siku ya shule. Nitajibu nini mimi? Unaogopa kuwa usipatikane au sio? Yaani bora nipigie, nisipokee, nitamwambia nilikuwa darasani, simu ilikuwa silence. Haya. Usikasirike. Hapana. Usikasirike. Niona tukupendea hapo tu unamsikilizaga kila siku. Unajua lazima nikuelewe. Mapenzi ni maelewano sana, sawa baby? Ila kweli. Alafu baby inaonekana baba yako anakubana sana tena babangu ni mkali mno. Achana naye kabisa. Hivyo mfano akijua uhusiano wangu baina mimi na wewe inakuwaje? Kwanza bahati nzuri waga narudi mapema nyumbani. Hicho. Inamaanisha kuwa ile saa ikifika tu nawe upo nyumbani? Ananikutaga nyumbani. Basi uchelewe. Hapana. Nichelewe? Siwezi kufanya hilo swala hata siku moja. Unasoma mwangalia baba yako asili yake. Wewe unachotaka unikose kabisa. Wewe. Kwa nini kukose? Hivi ufikiria kabisa kwa mfano baba akija kugundua mimi mchezo unaofanya. Hivi unafikiria itakuwaje? Itakuwa ni baya sana. Basi mchezo tusiufanye kabisa. Tuache. Okay. Nimekuelewa. Nani? Mimi hapa karibu. Odi. Sasa Vipi tena? Salama vipi umempata? Mbona mudi tena? mpate wapi? Unajua Marwina, wewe umemteka mwanangu ili unikomoe Marwina. Yaani mimi nimteke mwanangu. Nimteke Ruina kwa ajili ya kukutesa wewe. Kukusumbua wewe. Yaani nimtese mwanangu mimi Ruina jinsi ninavyompenda. Baba nina uchungu naye. Tena ninampenda upo. Mimi mtoto. Wewe huna uchungu naye wala kumjali. Kwa sababu kama ingekuwa wewe una uchungu naye huyo mtoto wewe usingenipiga mpaka akazimia.
Mshenzi mkubwa wewe. Asante sana kwa matusi yako. Naona leo umeniamulia na ndio maana kila wakati unakuja. Sasa mimi na wewe alokuwa bora na wewe unafanya vitu vya ajabu ajabu mbele ya mtoto, macho ya mtoto wako anayaona. Unafanya mabaya mangapi wewe? Unafanya vitu vya ajabu kila kukicha, matatizo wewe kila kukicha wewe tu mbele ya mwanao anaona. Uzuri wako upo kwa? Sasa kwa hiyo ndio unaniambiaje sasa? Ndio unaniambiaje? Mtoto hapa hayupo. Mtafute mtoto wako aliko, si ndo katoka kwako? Sikiza mwanamke. Huu mchezo umeupanga. Mimi naona ushashindwa kumlea mtoto. Nishaona kabisa. Wewe unaniambiaje sasa? Nikwambia nini? Nikwambia kitu gani ninachokuambia nini kipi? Leo utafute mtoto wako ujue yuko wapi. Sio kila wakati tunakuja hapa, umemwona mtoto, umeshika mtoto. Mimi nataka uje na mtoto wako. Niambie mtoto wako nimempata huyu. Umenielewa sijui? Nataka mtoto wangu huyu nimuone akiwa hai. Mambo mengine mimi siyataki bali tutagombana. Kama nikimkosa mwanangu, hautobaki salama. Niko nafikiri kuna mtu atakayebaki. Yaani hata ukiniua jua na wewe lazima utakufa. Yaani wewe sikuachi. Lazima leo utakufa tu. Tu ufe wewe nife mimi. Alafu mtoto abaki hana mama wala baba. Unasemaje? Ataseke vizuri. Na mtoto namtaka arudi hapa. Sasa sikiliza. Mimi naondoka. Lakini kila unachokifanya mimi tayari nimeshakielewa. Nenda kwa usalama wako mimi nataka. Una jipya bwana, nenda. Namtaka mwanangu, namtaka mwanangu. Kwa usalama wako Marwina, nataka mtoto kitu gani? Si mtafute mtoto wako. Wewe sio dada ya kulea. Kama umejua kulea kipotea unajua kumtafuta. Hujampata kidogo umekuja mtoto. Kakwambia nani yuko hapa? Kama yuko hapa si ungemuona. Wewe vipi? Unaweza kuangaza kila kati. Tutulie kwako, kama kurudi atarudi. Shapangao tena mwanangu kupeleka. Kama kitu nimechukia. Tena nimechukia kweli yani hata nyinyi hapa kama mkifanya mchezo leo msingaomba. Na kwa nini unakuwa hivyo sasa? Lazima niwewe mwenyekiti. Mimi mwanangu tangu asubuhi ajulikane alipo. Ameniaga naenda tuition. Chelewa. Ameniaga naenda tuition. Amechelewa kurudi, mimi nahangaika, baadaye nimempigia simu niambia uko kwa mamake. Naenda kwa mamake naye ananiambia kule hayupo. Umepeleka taarifa polisi? Mimi polisi siendi bwana, huu mchezo mamake anaujua. Mimi polisi siendi. Wewe sikafanya nini sasa? Lakini unasema ulimpigia simu. Mimi niliongea naye kwenye simu. Kama nilivyokuambia kwamba aliniaga naenda tuition. Niliona anachelewa kurudi, muda ni mwingi, nikampigia simu. Akaniambia niko kwa mama. Mimi nimeenda kwa mamake. Mamake ananiambia huko mtoto hajafika. Hivi nimegombana naye huko, ananiambia kama kuna mchezo unanichezea utaniona mbaya. Unaelewa? Baada ya hapo mimi niliona pale sipate ufumbuzi. Mimi sikuaga mimi nimetoka moja kwa moja nimekuja kwako. Sasa sikiliza. Unajua ndugu zetu wa kike simu zao wanazopenda hizi zina mambo mengi. Wanajiunga simu Instagram, Facebook, vitu kibao. Kwa hiyo simu zao mara nyingi hazikai chaji. Hebu jaribu kumpigia tena hapo. Simu yake ikiita, mimi nipe nizungumze naye. Labda tujue iko wapi. Pigie simu. Habari yako mjumbe? Salama tu, vipi hali? Safi, za kwako? Nashukuru Mungu, karibu sana. Asante. Nimetokea ofisini kule, sijawakuta wote. Ya, ni kweli ofisi tumefunga. Na ukiangalia hata kwa muda huu dadangu, ni muda wa kupata riziki. Ila tukisharudi kupata chakula tunarudi tena ofisini. Ulikuwa na tatizo? Mimi nina shida na barua ya utambulisho. Sawa. Tatizo lako na mimi litaisha. Ila sitaweza kulitatua mimi. Kabidi nikuelekeze kwa mwenyekiti. Mwenyekiti? Yeah. Mwenyekiti? Mwenyekiti wako anaitwa Alikalawi. Sijui unamfahamu? Namfahamu. Kwani ni mgeni maeneo haya? Hapana. Nakaa tu mtaa jirani hapo. Mtaa hapa nyuma? Sasa mbona uko karibu na mwenyekiti? Kwa sababu ukitoka hapo mtaa nyuma, nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu ina geti jeusi. Hapo ndo kwa mwenyekiti wako. Pale? Yeah. Napajua. Naomba ukifika pale utamuelekeza na shida zako zote na hisi atazitatua. Wala usijali dada. Sawa. Sio unafahamu vizuri. Nimekuelewa. Karibu sana. Haya, asante. Sawa. Mchana mwema. Na wewe pia.
Au ulifikiria nini wewe kumuita kaka yako aje hapa kwangu? Huwezi kuamini, sijaongea naye chochote kuhusu masuala ya yeye kuja hapa, sijamuita. Yaani nashangaa tu kaja vu. Sasa amefikaje hapa? Asa kapajoje mwenzangu mimi sijui, nashangaa tu kaja. Afu mmeongo si mwenyekiti. Ulivyonewa kule si ulisema kama mwenyekiti ulisema choo chako. Kwa hiyo inawezekana ameulizia huko. Wanakaa Dar es Salaam, wilaya gani, kata gani mpaka kafika hapa. Lakini wenye viti wako wengi sana Dar es Salaam. Yaani wenye viti wa Dar es Salaam wako wengi. Hii kata yetu tu wenye viti tuko 6. Sasa acha wenye viti wote aje hapa. Kwa nini hamna ndugu hapa Dar es Salaam? Hauna mama zenu wadogo? Hamna mashangazi? Hamna baba wadogo? Mpaka moja kwa moja tu aje hapa kwangu. Mume wangu, tuachane na hayo, mtu kafika, mwache akae. Wewe kuwa dada yake ndio sio kusababisha wewe baba kama lile lije humu. Ndoa yetu mbichi, bado hatuhitaji kuwa na wageni. Unaruhusu kaka yako anakuja hapa ndani. Tunamfanyaje sasa hivi? Kwa mume wangu, kakaangu kuja kukapa na sisi leo ni tatizo. Ni tatizo ndio. Kakaangu kabisa. Na ndoa yetu tumeoana juzi tu. Leo tunakuja baba kama lile ndio mgeni wetu tunakuja anatutembelea. Sasa bora kilo kijijini wangetupata kitoto kidogo tu tungeondoka nacho. Tungekaa nacho hapa tungekisomesha kingekuwa. Sasa tukipata mtoto wetu na yule wanakuwa pamoja, anamlea mdogo wake. Lakini unaenda kuchukua baba kama lile leo ndani huko linakaa. Anaishi vipi huko ndani? Analala wapi? Haya basi. Leo mimi wewe mke wangu kuna ile kukoseana. Umenikosea mimi kama mmeo, nikakupata hukumu ya vibao vya kimapenzi tu. Nitashindwa kukupiga. Kwa sababu ya kumuogopa yule. Hata kukufokea nitashindwa kukufokea. Sasa haya, mimi na wewe kwenye mahusiano, kwenye ndoa yetu, hatuna hata miezi mitatu, kaja mgeni mmoja yule baba. Sasa tukikaa mwaka hii sitakuwa kama na treni la Mwakembe hii. Mtaja sana huyu Munyomi. Mimi mwenyewe nina ndugu zangu. Mimi nina ndugu mke wangu. Mimi nina ndugu ambao pia nao wana haki na mimi kukaa nao. Nao wanajua kama mimi mwenyekiti. Kama mwenyekiti ndio mnaona cheo cha maana, na mimi ndugu zangu wanajua kama mimi mwenyekiti. Tena katika ndugu wao kuna wengine walionishauri mimi nigombee mwenyekiti. Nikupe taarifa hivyo. Kwa sababu mwenyekiti sio upande wa familia yenu tu. Na mimi familia yangu inajua kama mimi mwenyekiti. Samahani bibi. Liambie lile dude lile. Zombi si dudu gani? Liambie. Sasa ndo unaondoka. Mambo. Poa, shikamoo. Marhaba, mzima? Mzima. Kwa naomba kuuliza kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti? Mwenyekiti hapo nyuma kuna geti jeusi. Unaweza kutembea dakika 5 huko umeshafika. Sio mbali? Sio mbali. Haya, asante. Haya. Nimetoka kwa mwenyekiti ofisini kule, sikumkuta. Kwa hiyo watu waliokuwa pale wamenielekeza hapa nyumbani kwake. Ndio nimekuja hapa. Yupo? Hayupo. Ameelekea wapi? Ngoja kwanza. Hapa amekuelekeza nani? Wajumbe niliwakuta pale ofisini ndio amenielekeza nije hapa. Kwa hiyo wajumbe hawakutoshi mpaka mwenyekiti. Sio kwamba wajumbe hawanitoshi. Ila shida yangu kwa mwenyekiti, yani shida yangu mimi ni mwenyekiti. Unaishi wapi? Naishi nyumba za jirani hapo kama mtaa wa 3 kutoka hapa. Kwa sababu labda tunajua utafutaji tena, ndio maana tuonani. Lakini naishi jirani tu hapa. Kwa hiyo ukiwa na shida nyingine pia unampelekea mwenyekiti na anakusaidia? Namfuata mwenyekiti. Kama shida inahusiana na yeye mwenyekiti, namfuata mwenyekiti. Kabisa nakusaidia. Ndio. Sasa mwenyekiti hapa hayupo. Ametoka. Afu unanifahamu mimi? Nakufahamu ndio. Mimi ni nani? Mke wa mwenyekiti. Si vizuri. Mwenyekiti hapa hayupo. Akirudi baadaye namwambia. Ila nadhani ungerudi kwa ofisini kwake. Asante. Ila akija naomba umwachie maagizo kama tunaweza tukapishana tena. Asante.
na wakati hatuna maelewano mazuri, na asinipigie simu mpaka dakika hii. Mimi nilichokuwa nakitaka mkae muonye, nataka nijue tatizo ni nini. Unajua wewe yule ni mume wako. Sawa, kweli anafanya hivyo vikweka vyake vyote, lakini wewe kama mke una nafasi ya kuendelea kukaa naye, kuvumilia na ukamweleza ili matatizo yake ili aweze kuyaacha. Unajua sisi wa watu wa mjini, huo ni mjini tu, ndio unamsumbua. Au msaada wangu ambao unaweza nikakusaidia, tukuandikie barua ili wewe umpeleke polisi. Kwa sababu gani? Si kwa sababu ya hilo kosa la kishenzi. Wewe mwenyekiti vipi? Mimi nimekuja hapa umuonye mume wangu, sio umpeleke polisi. Unampelekaje polisi? Mimi ninachokitaka umuonye mume wangu. Sasa sikiliza dadangu, hii ni ofisi ya serikali, haihusiani na masuala hayo ya kuonyana. Hivi mwenyekiti, unajua maana ya mwenyekiti? Najua maana mwenyekiti, na ndio maana nikachukua ridhaa ya kugombea ili nishinde niwasaidie wananchi wangu. Mwenyekiti ni yule mtu ambaye anasaidia wananchi na mwenye kujali shida za wananchi. Kwa nini wewe unashindwa kusaidia wananchi? Alafu wewe mwenyekiti, wewe sidhani kama miaka 5 ya mbele kama utapata kula za wananchi, na hata kula yangu hutaipata hata kidogo. Hapo baadaye. Alafu hayo ni majungu tu ambayo hayana msingi wote, na sio wa kwanza wewe, sio wa pili wewe kuzungumza maneno hayo. Watu wengi sana, kuna wengine najua kabisa chama pinzani mimi hawakunipigia kura, lakini leo akija hapo analaumu mwenyekiti atakupi kura yetu, wakati mimi najua kabisa siku zile alikuwa anapiga nadi ngumi kupigana na wafuasi wangu, lakini anakuja anang'ang'ania kuniambia kwamba mimi anipigii tena kura. Kwa hiyo jambo mimi alinisumbua. Na wewe kwa jinsi ninavyokuona, wewe ni kile chama cha pinzani ambacho kina wale watu wa korofi. Hayo ndio maneno mengi. Hata kampeni za nyumba kwa nyumba, nyumbani kwenu mimi wasikuruhusiwa kuingia. Wewe ni mpinzani wangu na ukunipigia kura mimi. Umeona? Lakini leo kwa sababu umeshakuwepo hapa na mimi nimeshakuwa kama bangusiro kwa Zalama wanaita, yani kama ile tambara la kupigia deki. Sawa, wewe ongea ambacho unaamua kukifanya na unachoamua kukiongea. Kwa nini mtu akipata tatizo na wanakimbilia kwa mwenyekiti? Mwenyekiti kazi yake ni nini? Kazi za mwenyekiti zipo nyingi. Kama umeshaelewa bwana. Zipo kazi za mwenyekiti. Kuna rushwa ama? Kuna rushwa. Kuna mambo mimi wanapogombana watu masuala ya mipaka ya majumbani mimi nahusikana nayo. Mtu anapokuwa amepata matatizo ya kipolisi, barua mimi natoa hapa ya dhamana. Natoa vitu masuala kwa sababu unapata rushwa. Sio kupata rushwa, hiyo ndio kazi yangu. Ila kazi hiyo ya wewe sio kazi yangu. Alafu hizo zingine mnazosema hizo unazonipa, hizo ni lawama tu. Mwenyekiti, leo nataka nikwambie kitu ambacho wewe mwenyewe unajua. Unajua watu wamekuchagua wewe kwa madhumuni kwamba uwasaidie, watatulie makero zao. Lakini mwenyekiti, uliofanya wewe sivyo, uko tofauti kabisa. Kero za watu wewe watatui, wanaleta habari zao kule wafuatilie. Kitu ambacho wewe ukijui kwamba hichi cheo kikubwa kuliko umri wako. Cheo kimekuzidi. Sijui unalijua hilo? Unajua mimi ni kiongozi. Na uongozi jinsi ninavyoongoza sivyo na nyinyi mnapotaka. Umeona? Nitakupa mfano wa jambo moja tu. Unamkuta mtu anaumwa magonjwa ambayo yeye halijui. Anaweza akaenda zake hospitali. Labda akafanya uchunguzi wa tiba, yani uchunguzi wa ugonjwa wake. Umeona? Asiwe na pesa ya kutibu ugonjwa wake. Kitendo cha kujua ugonjwa wake tu tayari ni suluhu tosha. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anafika pale ofisini kwangu. Kitendo cha kunieleza kero zake na mimi nikazijua, basi na kwa tayari ni kama nimemsaidia. Kwa sababu ile kumsikiliza pia nayo na kulijua tatizo lake pia ni jambo sahihi. Kwa kitendo cha kuniambia tu, mwingine nampa ushauri. Umeona silitatuu ila namsaidia ushauri, labda kuna mtu mwingine anaweza kumsaidia kumtatulia. Lakini kwangu mimi utatuzi kwa hakuna. Mwenyekiti, wewe umechaguliwa sio kwa kusikiliza watu. Wasikilize baadaye uwatatulie matatizo yao. Kama uwezi basi umuoneshe njia ambayo yeye itamsaidia kutatuliwa. Lakini wewe kusikiliza tu kwamba alafu umesema usamtulia sio kweli. Sababu utakuwa unajua siri za watu tu kwamba huyu hapa fulani anadaiwa na fulani, huyu hapa sijui ana tatizo gani, huyu hapa ana tatizo gani. Kwa hiyo wewe utakuwa unajua siri za watu tu. Ofisi hiyo utakuwa umeweka kwa kujua siri za watu. Hebu ingia katika majumba ya watu, ujue matatizo yao yakoje na watatulie matatizo yao. Hivi niingie kwenye majumba au nikiamba bwana kwenye majumba nikiamba bwana mimi sina hela kula. Ni mwenyekiti nitoe langu mkono niwalipie wao ni chakula. Hizo ndo kero zilizokuwa kwenye majumba. Usione kero hizi zingine. Kero kwanza kubwa ya wananchi ni chakula. Na mimi mwenyekiti sina uwezo wa kuwatatulia watu kuhusu mambo ya chakula. Ujue hilo. Wewe umri wako mdogo sana ukilinganisha na cheo ulichopata. Na ndio maana kwamba wao wamekuchagua. Mimi sikuchagua wewe. Sikuchagua wewe kabisa. Nimejua kabisa wewe uweze kuongoza watu. Unajua mzee wangu, hivi unafahamu kwamba Jojo alikuwa mcheza mpira sasa hivi rais wa Rebeli. Huko hatupo katika mabele bwana. Sina kutolea mifano. Unajua kila kitu lazima tuende kwa mfano. Jojo alikuwa anacheza mpira. Kipindi watu anacheza mpira kuna watu wazima. Kipindi Jojo anacheza mpira. Lakini leo Jojo wamemchagua kuwa rais. Alafu uongozi ni kipaji tu.
Yaani Mwenyezi Mungu anataka kutunuku kipaji fulani cha uongozi. Kipao kile cha uongozi cha kuwa na busara, uelevu, umeona bwana, uaminifu, unaweza kukusababisha kwa kiongozi. Na ndio maana hata viongozi wa dini hawa mitume walikuwa ni wadogo tu. Walikuwa na umri mdogo lakini Mwenyezi Mungu aliwatunukia mtume. Umeona? Mtume alifika tu mpaka kuna watu wanasema wewe mtoto mdogo tu umezaliwa juzi, leo umekuwa mtume. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe kamtunukia utume. Kwa sasa mimi mmenichagua wenyewe kwa sababu mlikuwa mnaona kijana ambaye nina akili timamu kuliko hata nyinyi watu wazima. Umeona bwana, nyinyi wengine pombe mmestaafu juzi. Hamna mtu anaweza kukuamini wewe akanini. Pombe umestaafu tayari, ndevu ziko nyeupe, wewe ndio umestaafu pombe. Mimi nilikuwa kijana, wewe hujaniona mimi kama nalewa au vipi? Neno pombe kwanza mimi wala sijui nilufu ngapi. Wewe mimi sijagusa pombe wala sijui chupa yake rangi gani. Unaona? Alafu kipindi hicho ni kijana, wewe ukataka na beseni ulikuwa upo. Sasa habari hizo umezipata wapi? Unaona? Usitaki kusema vitu ambavyo sivyo. Wewe kabla hujakuwa mwenyekiti wa serikali ya mitaa, wewe ulikuwa unavaa midabwada kabisa. Sasa hivi unavaa kofia nzuri, na bwana unavaa dalizi. Unaona? Kwa maana hiyo wewe unafanya kazi hapa kwa madhumuni ya kujisaidia wewe mwenyewe, sio kwamba kuwasaidia watu. Kwamba watu wakija pale labda watoe kiasi fulani kwanza cha hela, na bwana karatasi sijui shilingi 200, sijui 2000, sijui vitu gani, sijui shilingi 3000, kitu kama hicho. Basi unanawili tu. Mimi sasa hivi nishakuwa mwenyekiti. Kwa kama nilivaa madabwada zilipendwa. Sasa hivi mimi mwenyekiti. Kwa hiyo unachotakiwa kuvaa, nikivaa kanzu iwe safi, iwe nzuri. Nikivaa shuka iwe safi, iwe nzuri. Umeona? Leo wewe unaniambia maneno hayo, lakini kesho na kesho kutwa nikirudi tena katika hali ile, wewe utanifuata tena, utaniambia mwenyekiti mchafu, mwenyekiti unanuka, pasipo kuja na sabuni kwangu wala kuja na maji, kuja kunisaidia nikafue. Utakuja utaniambia maneno hayo. Umeona? Kwa hiyo mimi ya maneno mimi najua maneno yenu hayo. Na hasa watu ambao mimi hawajanipigia kula ndio wana maneno hayo. Wao unipigia kula wako kimya, lakini nyinyi msionipigia nyinyi kila mtakaponikuta. Nimefika pale. Lakini mwenyewe sijamkuta. Nimekutana tu na mke wake. Nimekutana naye, nimemweleza shida yangu, lakini yani jinsi alivyokuwa anapokea, yani kama ana wivu fulani hivi. Jinsi alivyokuwa ananijibu, tukaona tu ana tatizo kidogo. Pole sana. Asante. Kwa na mimi kabisa mke kamesha sahau kabisa kwamba mmewe anafanya kazi gani. Na inatakiwa muda wote kwamba kija pale wageni hawajibu kistaarabu. Kwa mwisho wa siku mkewe hajakujibu kistaarabu. Sio mbaya, kwa kukutana naye sio mbaya. Lakini yani nilivyohitaji sikutarajia yani sikufikiria kama itakuwa kama vile. Kwa kama jamii umeenda na shida hivi, hadi kama ndo umempigia kula mwenyekiti, mmemchagua. Hilo kalisahau. Pole sana. Asante. Sio kwa yeye tu. Hata mimi mwenyewe pia naweza kana na shida kwako. Wewe utashinda mimi kunisaidia? Nakusaidia. Sababu ni mtoto wa kike, mimi mtoto wa kiume. Ila ukikutana na mtoto wa kike mwenzako, utakuwa na uharakini hapo. Lakini pia ukikutana na mtoto wa kiume na mtoto wa kike, unaweza kumweleza shida yako na atakuelekeza na pia atakusaidia. Lakini shida unajua haina jinsia moja, eh? Kila mtu anakutana na shida. Kwa hiyo usiangalie ati huyu wa kike au wa kiume. Kama umeamua kutaka kumsaidia, unamsaidia tu. Basi mimi cha kukushauri itabidi urudi tena ofisini kama kweli kwake umemkosa. Na hisa atakuwa kashaenda kufungua ofisi. Tashukuru. Bila kujali. Naweza nikakupatia namba yangu ya simu. Utapokwenda kule tena utapofeli, basi naomba unitafute kwenye simu. Mimi nitakusaidia. Kule itabidi tu nirudi kwa kuwa nina shida, kwa maana narudi. Lakini isingekuwa hivyo, nisingerudi. Nisamee mimi ambaye nilokuelekeza kwa mwenyekiti, sababu sikujua kama unaweza ukamkosa. Nilijua kama moja kwa moja ulikuwa ni muda kule unaweza ukampata. Kwa zangu ukishamaliza na kishaondoka. Sio nifahamu. Una simu? Yana. 0716 22 90 16. Muda wote, time yoyote, fursa kwako kunipigia simu. Sawa. Umeelewa dadangu? Hivi ni mjumbe nani vile? Mjumbe Dododo. Sawa, ina shida mjumbe. Basi pole sana. Nashukuru. Asante. Pole. Mume wangu. Mimi nilikuwa naomba nikusaidie na jukumu yako. Yaani kama kuna muhuri, kama sijui kupiga saini nifundishe, nikusaidie. Yaani nakuomba. Kwa sababu kwenye maendeleo ya mwanaume, nyuma kuna mwanamke. Kwa hiyo mimi mkeo nipo radhi. Kuanzia sasa nikusaidie majukumu yako mume wangu. Sasa mke wangu, mimi ujue kipindi changu cha miaka 5 bado hakijakuisha. Labda usubiri miaka yangu 5 ishe. Umeona Kisha labda na wewe ugombee. Sababu mimi nitagombea tena. Maana sisi wenye vitu wa serikali za mtaa katika ile serikali yetu ya mtaa tunakuwa mwenyekiti
wajumbe wake 4 wa kiume na wajumbe 2 wa kike ambao wanaita viti maalum. Kwa hiyo labda ugombee ule ujumbe wa viti maalum ambao wanapata wasichana. Lakini sio kusema eti hizi shughuli zingine. Hizi shughuli zingine hazihusiani na wewe. Umeona? Hayo masuala ya kupiga muhuri sijui nini na nini hahusiani na wewe. Hivi ni vitu ambavyo vinanihusu mimi. Na sio muhuri tu. Mtu unaweza kuwa mwingine anataka muhuri, mwingine anataka saini tu. Kwa hiyo mambo haya hayakuhusu. Wewe una majukumu yako. Wewe ni mke wangu mimi. Sasa isiwe tena wewe uniingilie mimi katika mambo yangu ya kazi. Kazi yangu hairuhusu wewe kupiga muhuri wala kufanya chochote. Wewe unabaki kuwa mke wa mwenyekiti. Mambo yenu fanyeni huko. Sawa? Maki wanakufuata mpaka hapa. Sasa malizaneni huko. Mkifika hapa, yani ukirudi hapa na watu wako hapa waambie wasije. Maki mara visingizio mara nini sitaki. Yani mmalizane huko, ukifika hapa sitaki kuona mtu mwingine anakuja hapa. Sasa mke wangu, kuna watu wengine unakuta mtu ana jambo, katoka kazini labda saa 10 jioni. Karudi nyumbani, kaja ofisini kwangu kuja kutaka barua au kutaka muhuri au kutaka saini. Mimi sipo. Ofisi nishafunga. Ofisi mwisho pale saa 10. Yeye kaja saa 11 mimi nimefunga. Na yeye hiyo barua inatakiwa ifikishwe sehemu husika asubuhi. Na mimi pale nafungua saa 2. Yeye anaondoka saa 12 kwenda kazini. Kwa anatakiwa aje kwangu nimgongee muhuri au nimsainie ndo aende akafanye hilo jambo lake. Sasa wewe unapokuwa utaki, wewe kwa nini utaki wewe? Mwenyekiti ana mke wake ndo mimi. Kwa nini mimi sinachukua muhuri namsaidia kupiga? Kwani kuna tatizo gani? Haina ruhusa hiyo, ndio maana nikakwambia mke wangu. Sasa mume wangu nani anaona mimi wakija hapa ukinikuta hapa nawapigia muhuri, huyo nani atakayenikuta hapa napiga muhuri? Au watu wanaenda kutangaza huko? Umeshawahi kumuona mke wa rais yote katika nchi hii kaenda kakagua gwaride? Au kaenda kwenye wizara yote kamfukuza mtu kazi? Kwa sababu soka hajaamua kikatiba yeye haruhusiwi, yeye ni mke tu. Kwa hiyo na wewe ni mke wa mwenyekiti, huwezi kuamua chochote. Yaani mpaka hapo utaki. Sasa sikia. Mambo yanamalizaneni huko? Ukifika hapa tulia. Habari za wanakufuata mpaka hapa sitaki. Hata kama umetoka. Yaani kawafikishie taarifa. Maswala ya kuja hapa mimi siyataki. Wakija hapo nje ya geti wakupigia simu utoke uende nao huko. Maswala yanakufuata mpaka ndani kwangu humu sitaki. Umenielewa eh? Nimeacha shughuli zangu nimekuja kusikiza wito wako. Nikajua labda hapa utazungumza jambo la maana la kimaendeleo. Mume wangu tufanye jambo fulani, tukipata hela tufanye jambo fulani. Au tulipunguze ili jamaa lako hapa atoke huyu ili tuendelee kufanya mambo yetu. Usipotezee mada, nimeshakwambia mambo yenu malizaneni huko. Umenielewa nadhani nimemaliza. Hivi nyinyi mnatujali sisi wanawake kweli? Munira, mbona umerudi tena kwa hasira? Sio hasira. Ingekuwa amekuja mume wangu, mngemsimamia haraka mkamsikiliza. Sikiliza nakwambia kitu. Hii ni serikali. Na serikali ipo kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo utakapokuja hapa kama swala lako linakutatuliwa hapa, si lazima tulitatue kwa sababu sisi hii kama jambo linahusikana na sisi lazima tulitatue na lazima tutende haki kwa mwananchi wetu. Awe mwanamke awe mwanaume na wa kila jinsia. Hatuchagui dini, hatuchagui kabila. Sijui umenielewa? Kwa hiyo kama tatizo lako sisi tunaweza kulitatua, lazima tulitatue. Mimi nimekuja kwa jambo moja tu. Jambo gani hilo? Nataka kuondoka. Kwenda wapi? Kwetu. Unahitaji kuondoka kwenda kwenu. Umewasiliana na mumeo? Sasa mume wangu hayupo. Mimi siwezi kuondoka, kuchukua vitu kuondoka bila kupata ridhaa serikali za mtaa. Ndio maana nimekuja kwenu mnisaidie. Cha msingi sisi ni kujua kwanza wewe umewasiliana na mwenzio. Hata mara kwanza kama utakuwa na kumbukumbu nzuri ulipokuja, tulikwambia wewe jambo lako ni gumu sana. Unajua sisi serikali ya mtaa tuna majukumu yetu, kuna majukumu mengine mnakuwa kama mnatubebesha mzigo, hatuwezi kuyatatua. Si umenielewa dadangu? Swala la kwenda kuhama wewe, sisi kama wewe utawasiliana na mume wako akakupa ruhusa na sisi ukatuthibitishia hilo, sawa, sisi tutakusimamia kwa sababu mimi nao wajumbe wangu hapa wanafanya kazi kama hizo. Lakini sio eti mimi nikupe tu ridhaa ya kwenda kubeba vitu vya kwenu kupeleka nyumbani unakutaka kwenda kuhamia. Mfano sasa, vitu ulivyobeba sio kwako wewe. Hivi unahisi mume wako akirudi katika matatizo yake, sisi hatuweza kutulaumu? Shadela kaja katulaumu. Kuonekana serikali ya mtaa ni waseme. Wewe unachotakiwa kufanya hivi sasa ni kwenda kwenye familia ya mume wako. Nenda kawaelezee. Kwani mume wako ameteremka juu ya mti kwamba hana wazazi? Si ana wazazi? Nenda kwa wazazi wake, kawaeleze. Wao watakwambia nini ufanye. Kama wapo, basi nenda mkalimalize hili jambo. Lakini kama hao wapo, bado pia atakuwa na makaka na watu wengine ambao wanaweza kulimaliza hili. Lakini ukingangania tu serikali ya mtaa, mimi nashindwa kukusaidia. Nikusaidie vipi dadangu? Yaani shemeji, yale mazungumzo tulizozungumza muda ule yakasababisha niende mbio, yaani nikimbie mbio nihangaike, na nimepata suluhisho.
Suluhisho lake bwana, nimekutafutia kazi. Hizo kazi ya aina hizi mbili. Yaani katika hizo kazi mbili mwenyewe utachagua moja. Kazi ya kwanza, kuna mzee mmoja Dobi. Aitwa Mzee Makalani. Anapiga pasi pale mbele. Amerudi kwa kijijini. Kisha amemshinda kama kurudi zake kijijini. Kwa hiyo pale kaacha vifaa vyake vyote meza mimi kwa sababu wanamdai. Kwa hiyo vile vitu wamevizuia. Mimi nimeenda nimeviomba vile vitu kwa sababu wale watu na mimi wananiheshimu na mimi ndo mwenyekiti kitongoji hiki, wamenitunzia heshima yangu. Kwa hiyo tumeweza kupata ile meza na vile vifaa kwa ajili ya kazi ya udobi, kufua nguo na kupiga pasi. Na uzuri wa mjini huku watu kuwafulia nguo na kuwapigia pasi wanakupa hela. Hiyo kazi ya kwanza. Kazi ya pili, nimekuja na roba, tunaliko uwani hapo nimeliacha uwani. Hilo roba kwa ajili ya kuzoa ya kuzoa chupa. Unaokota chupa unauza. Mjini hapa, yaani mtu ananunua chupa ya maji ile kwa hela, alafu anatupa. Mtu mwingine anaokota anaenda kuuza tena na hela. Yaani zile chupa kilo shilingi 150. Ukipata kilo zako 10, mimi naamini kabisa hela yako mwenyewe ukiiweka ukiona tunakulisha tupambane hivyo kukulisha bure hapa. Hela yako ukiiweka tunaweza baadaye ukaja ukapata jambo la maana tukabadilisha shughuli ya kufanya. Sasa sijui katika kazi hizo zote hizo mbili labda ipi wewe umechagua? Sitaki hata moja. Utaki hata moja? Sasa kwa nini utaki hata moja? Na wakati mimi umesema unataka kazi na mimi ndo nimekuhangaikia na imepatikana. Shemu, mimi nimegundua wewe una akili. Sina akili mimi. Ukiniangalia juu mpaka chini. Nina kuna nguo moja hata safi kwenye mwili wangu. Yaani kuanzia nywele zako kutoka kwenye panki lako wenyewe kijijini na chupa, fulana yako ilopasuka na suruali ilopasuka, sijaona usafi. Tena unaonekana mchafu asili. Sawa. Sasa kama mimi nimeshindwa kufua, kazi ya dobi nafanyaje? Wewe uchafu asili yako, sawa. Lakini wewe kama mwenyewe umependa kuwa mchafu na kukunuka, hiyo ni wewe. Lakini sisi huku mjini mtu ukimfulia nguo anakupa hela. Kwa hiyo kaa na uchafu wako. Usifue hizo nguo zako. Kwa sababu hata wako mafundi seremala hapa, yeye fundi seremala lakini anahala chini. Hilo sio tatizo. Ila cha msingi wewe wafulie watu, watakatishe watu. Ili wakupe ujira wako. Hawakufanyishe kazi bure, ufanye kazi bure. Shem, unaniambia mimi eti niende nikafanye kazi ya kuokota makopo. Kwa hiyo sasa ushanitoa akili. Umeniona mimi sasa kama chizi Sema hivyo. Alafu Shem, mimi nakuona tu una haraka ya bure. Mimi nitegemea labda ungesubiri mwezi mmoja, miwili, mitatu. Kidogo mimi nikikaa hapa nishazoea na watu. Mimtani nishavizoea, watu washanizoea. Napata kimwili kidogo rangi inaonekana inang'aa, unanitafutia kazi. Lakini ukinipeleka huko nitakuaibisha bure maskini. Kiwango kunaletea tabu. Hii ananiletea tabu. Hii ananiletea mke wangu hii tabu. Yaani wewe unasema tu ukae mwezi mmoja, miwili. Waswahili wanaosema wao wanasema mchuzi wa mbwa unywa bado wa moto. Yaani wewe ulikuwa unataka hivi leo hii uanze shughuli ya kufanya shughuli. Ili hata ukifika huo miezi miwili tayari uwe ushachangamka na mji unaujua. Usitegemee eti kwamba mimi nitakuinua hapa nitakuwa nakutembeza. Utakaa hapa ndani kila siku. Kwa sababu dada yako hawezi kuchukua wewe akaenda na wewe sokoni. Hiyo haiwezekani. Siwezi kumruhusu hilo. Kwa wewe mji usizani kama utakaa hapo ndani utaujua mji. Una roho mbaya, una maneno ya mauzi yani kumuuzi mtu. Lazima nikwambie, kwani wewe shemeji labda nikuulize jambo lingine. Wewe una elimu gani? Au wewe una issue ambayo umeisomea, una vyeti vyake ambavyo unaweza kupatia kazi mjini? Sema, mimi nipata issue. Sitaki hizo kazi. Shogangu niambie umefanikiwa? Nifanikiwa wapi mama? Nimefika mpaka ofisini. Nimefika ofisini nikakuta amefunga. Mimi nikatoka pale lakini nikakutana na ule mjumbe. Mjumbe akanielekeza mpaka kwa mwenyekiti. Nimefika kwa mwenyekiti. Bahati mbaya pia sijamkuta. Yaani leo nimekutana na majanga sijawahi kukutana nayo. Mtani gani mchungaji niambie? Si ndio hivyo sijamkuta mwenyekiti na nikakuta mke wake. Mwanamke mbogo yule hatari. Kama unavyomfahamu. Kumbe unamjua? Namfahamu, mtani mzima unafahamu. Hatari. Sasa nikaendelea na mambo yangu, baadaye nikarudi tena pale. Namshukuru Mungu nikamkuta mwenyekiti, nimeongea naye lakini akaniambia leo ana mambo mengi.
Kwa hiyo nikaona nimuache, kesho asubuhi nitaenda kufuata. Hivi mwenyekiti ajui kama wewe ni shemeji yake mimi na yeye tuna mahusiano? Nadhani alijui hilo. Alafu yule mwanamke wake alivyokuwa na wivu vile, yaani mkali, nahisi anampenda sana mume wake. Umewezaje kutembea na mume wake? Kwanza kupendana jambo la kawaida. Isitoshe mwenyekiti ana kitu ambacho wanaume wengi hawana. Pia ni mkweli, anaweka mambo yake wazi. Ameniambia idadi ya wanawake ambao alishakuwa nao mpaka alipofikia kwangu mimi. Kwa hiyo kwangu ni mkweli. Na kwa mwanaume kama yule angeniambia hana mwanamke, ingekuwa yaani nisingeamini. Kwa hiyo unataka kuniambia mwanaume mkweli ni yule ambaye anayekwambia mahusiano yake ya mwanzo na ya sasa? Halo shemeji. Hichi ndio kilichokuleta Hichi ndio kilichokuleta mjini. Umetoka kijijini kule, ulikuwa unalala kwenye magogo ya mti, mgongo unauma, sasa umekuja kujilaza kwenye masofa. Wewe utaweza kweli kufanya kazi wewe? Ndio maana kumbe ndio maana kazi unakataa wewe. Sababu umekuja hapa unalala, afu isitoshe ili sofa mimi mwenyewe sijawahi kulala nikaeka miguu juu. Na ndio miguu yangu muda wote nasafisha hii. Lakini wewe miguu yako hii mipya ndio kwanza imetoka kijijini, hii ina udongo, ina tope, umeweka hapa juu. Na sisi wengine mavazi yetu kanzu tena nyeupe. Unajua kuchafulia nguo zetu tunazovaa hivi. Bwana. Mimi nikilaaga sipindi kabisa mkanisumbue. Mimi wewe lazima nikusumbue kwa sababu hapa mimi kwangu nisikusumbue vipi? Mimi mwenyewe sijalala nahangaika huko. Tena na kuhangaikia wewe. Ungekuwa na kwako ungesema tunakusumbua. Mimi nakusumbua kwako. Mimi nalipa kodi, mimi hapa kwangu nimenunua sofa kwa hela hili. Mimi sijaokota hivi. Kama ungekuwa tunaokota haya wakati unakuja kwenye dadala ungeona watu wamebeba kichwani, kila mtu kabeba tukaokota. Kwa zangu mbali naota huko. Mbali huko ulikuwa kipindi hicho huko kwenu huko, sio hapa mjini hapa. Unasema mbali nini mbali? Kwa sababu wewe ulipolala hapo akitokea mtu mgeni akija na kuona wewe ndio mwenye nyumba. Huyu dada yako wewe ndio mkeo na mimi wewe shemeji yako. Mimi nimetoka kuhangaika huko, nimepigana huko, nimekopa, nimenyang'anya, nimepata hela hii. Nimekuja nimekuletea hii nauli. Urudishe mpira kwa kipa. Yaani inamaanisha urudi kijijini. Ukaanze upya. Yaani uende kule, uanze upya, tukuite tena uje. Tutatia maagizo kwa sababu wewe simu una, kwa sababu mabasi ya kuja kwenu yanapita pale kijijini. Tutaacha maagizo kwa mtu atakwa conductor, akifika pale aseme, "Bwana fulani unaitwa kule kwa shemeji yako." Maana tunashukuru kwa kuja. Umeshakuja kupajua hapa, utakuwa mwakilishi, utawaambia kwa sisi tunakaa sehemu gani. Utakuwa sio rahisi tena baba na mama wakitoka kule kuja kupotea. Inuka usinitolee macho kama taza kwenye ziara. Inuka. Nikupe pesa upokea hii. Wewe shika bana pesa yako. Nenda kajimwagie maji au kama unataka kujimwagia maji maana ushazoea kulala bila kuoga, uinuke, nikuchukulie bodaboda, nikupeleke Ubungo au nikupeleke mwenyewe. Sio ukasema Ubungo umepotea. Anya mchelenyi watu ambao mtaka kurudi vijijini nasemaga Ubungo mpajuli. Wakati Ubungo ni sehemu maarufu, mtu yote pale ukipita ukimwambia Ubungo utapaona. Kisha mmoja nikwambie kitu, mimi sio kama na shida wewe. Kwanza wewe umechelewa tu. Umeona? Mimi na dada tushamaliza muda sana tumemaliza. Tumekaa, tumezungumza. Umeona? Kuhusu mambo ya kazi. Tukazungumza, kaniambia tutafute kazi, kwa hiyo mimi siku hizi 3 natafuta kazi, napata kazi. Kwa hiyo mimi sina shida na hela yako. Umeona? Wewe tu nivumilie siku hizi 3, mambo yatakuwa. Kwa hiyo umeongea na dada yako? Sana. Sawa, wewe umeshaongea na dada yako, umeshamalizana. Ainuka kwenye sofa ukaa chini. Unataka kunisumbua? Mimi nataka kunisumbua. Lala chini, masofa sasa hivi yamekuwa nanuka udenda. Yaani kutoka ulipokuja wewe nini tunatoka na udenda nika utasema labda bomba liloharibika koki. Mimi nimefika tu hapo mlangoni tu hapo getini hapo nasikia nikajua labda mke wangu kaacha on sabufa. Kumbe wewe. Na hapo ndo hujalala siku moja ukamaliza. Yaani hapo ndo kutoka umekuja tu udenda unaotoka mtu ananuka udenda na sofa. Kaa chini hapo. Toa tope hizo kwenye sofa. Bwana wewe. Bwana dada yako mshazungumza kuhusu kazi, utaki nauli. Sawa nimerudisha kwenye mfuko wangu wa kanzu. Na wewe basi kaa chini hapo.
Mwenyekiti, kumbe ni shemeji yangu. Shemeji yako? Yeah, shemeji yangu. Shemeji yako kwa nani? Nei. Basi ni kweli Neema, mimi ni mpenzi wangu. Kweli na mahusiano yetu hayana muda sana. Lakini kweli tuna mahusiano. Na unajua sisi ambao ni viongozi, hasa viongozi ambao tunaingia katika uongozi kwa mambo ya kisiasa, mara nyingi tuna mambo yetu mengi sana tunayofanya sisi. Sababu sisi zinafika zile kipindi cha chaguzi. Kipindi cha chaguzi zile, kama una matatizo yako yoyote, watu ndio wanatumia yale matatizo yako na wao kupatia kula. Unaelewa eh? Kwa hiyo Neema mimi nilikutana naye, nikazungumza naye, nikamwambia mimi namhitaji kuwa naye. Umeona bwana, lakini ile jambo liwe siri. Sio kitakachokuwa kinaendelea utaniambia. Ukiwa na changamoto yoyote ya kimaisha mtaniambia, kwa sababu mimi nimeshakubali kumsupport kwa kila jambo. Si umeoa lakini mimi nina mke. Na nadhani wewe mke wangu unamjua. Na umekuja nyumbani umemuona. Mke wangu mimi ana wivu. Na tena imekuwa vizuri wewe kulitambua hili. Nataka wewe uwe ndo kama mlinzi. Yaani wewe unilindie yule Neema. Umeona? Kusudi kusitokea wanaume wengine wakawa wanamhitaji. Nishamhitaji mimi, acha niwe naye. Cha msingi ni kutunza hii siri ya mahusiano yetu kuwa ya siri. Kwa amekwambia wewe, na wewe unatakiwa uone hiyo ni siri na uifanye kuwa siri. Haina shida. Yaani hapa nina mawazo usijui nikwambieje. Sina raha, ofisini siwezi kukaa kwa sababu ya mambo haya. Nyumbani ndo kuna shemeji yangu amekuja ananivuruga. Kwa hiyo mimi nimekuwa ni mtu ambaye wa kutembea tu kuhangaika tu kama hivi unakuja nimekaa hapa. Yaani hapa mimi na stress za ajabu. Nimekuwa sina amani. Sawa shema, haina shida. Haya. Hapo labda nikuulize swali. Unaona kama ni mtu mwenye una nguo nyingi eh? Hapo unajua ulivyokuja muda ule ulikuwa na nguo moja ulivaa hivi matata. Basi mjini bwana sisi. Sasa hivi unakuja mkumbukiza kwenye tengero. Nguo ile ndio ilikuwa imekupendeza. Hamna bwana. Ukiwa nyumbani vitu kama zile kidogo unapunguza. Unajua unataka kupika, kufanya hivi sasa kidogo. Basi poa bwana, hamna mama bwana. Karibu sana. Haya, asante. Mimi nipo hapa na nazuga hapa na kusubiri muda ni kufanya mambo yangu mengine. Asante. Mshemeji. Umefika wapi kwa kazi? Yaani kikweli shemeji, yaani kuhusu kazi wewe ondoa shaka kabisa, yaani kila kitu kinakwenda sawa, kinakwenda kwenye mstari. Alafu shemeji, mimi nakushangaa. Unajua siku zote mambo mazuri hayataki haraka. Ndio. Kwa hiyo kwa sababu mimi ndo mwenye shauku ya kazi, kwa hiyo kwa sababu nimeamua kulipambania mwenyewe, yaani hilo wewe ondoa shaka. Sasa hivi tu wewe kuwa na amani. Shemeji, nikuulize swali. Umekuja mjini kuja kusikiza vigelegele vya dadako? Vigelegele kivipi sijakuelewa? Umekuja kusikiliza vigelegele vya dadako? Unielewa? Unajua hapa ni pwani, sio Kolubara. Kolubara nyinyi Kiswahili vyenu vinanyoka moja kwa moja. Sisi tuna vitu vinaitwa kashda. Yaani maneno unayafumba fumba. Yaani hapo mimi nimekufumbia. Kwa sababu hapa kwanza nyumba tunaishi na watu. Kwa hiyo sio kila muda wasikie mimi na wewe ambacho tunakiongea. Napozungumza kashda unielewe. Yaani namaanisha wewe umekuja kusikiliza vigelegele vya dadako. Yaani dadako tunapokuwa ndani faraga, kile kinachotokea zile kelele umekuja kuzisikiliza wewe. Mara ninge kashda mara vigelegele. Ndio maana yake kashda ni maneno ya kipwani. Kwa sababu kama wewe ungekuwa umekuja kwa malengo hapa mjini, usingekuwa hivyo kama wewe ulivyo. Kilichokuleta hapa umesema moja kutafuta maisha, utafutiwe kazi. Sasa hivi unazungumza kwamba mambo mazuri hayahitaji haraka. Haraka gani unaiona wewe? Wakati sisi mimi nimekutafutia kibarua cha kwanza kile, nimekutafutia kazi ya udobi, umekataa. Ya pili umekataa. Tumekupa nauli, umekataa. Sasa unataka nini? Istosha hapa mjini mtu ambaye hana elimu, shughuli yake ya kufanya ni lazima atoke na jasho. Lazima utoke na jasho, ukae juani utoke na jasho ndio upate hela. Wewe si una elimu bwana. Tena sasa mtu mbumbumbu mjinga kama wewe. Maana wewe mjinga, una akili. Mpumbavu. Hivi mfano wewe kama ndo ungekuwa hapa kwako wewe, ungelizika yao unayofanya. Ungelizika nao unayofanya. Umekuja muda mfupi tu sasa hivi unifanya wewe mtaalamu na kumbatia hadi nipe. Mimi nimetumiwa shemeji yangu aje kutafuta maisha au nimetumiwa jini? Sio kama nimetumiwa jini. Ndio huyo kunitoro, maana nitakunitoro. Mimi mtaani hapo unaponiona,
na wapinzani ya watu ambao hawakunipigia kura nikawa mwenyekiti au napambana nao kila kukicha. Hivi leo ninapokuambia nishapambana nao zaidi ya watu 10 waliokuja ofisini kwangu, walokutana nao njiani, walokutana nao wapi, wanaonichanganya. Alafu narudi nyumbani tena, kila nikiingia nikitoka nakutana na wewe. Mbona nimetoka na raha muda mfupi? Unajua sisi tulikuwa vijijini, tunachokijua kwamba huku mjini hakuna mtu kutoka jasho. Huku watu wanastarehe, watu wanakula vizuri, wanavaa vizuri, hawalimi huku. Kule sisi ndo tunalima. Kwa hivyo unavyoniambia shemeji ni uniongopea tu. Sasa naenda nikwambie kitu. Aliyekwambia kwamba ukienda kule mjini watu wanalala vizuri, watu wana nini, amekudanganya. Tena amekudanganya. Kuna watu hapa mjini wako Kariakoo wanalala kwenye maboksi. Kuna watu wanalala feri. Kuna watu wanalala Ubungo. Kuna watu wako mle ndani Ubungo, basi terminal mle. Maisha yao yako mle. Mtu hapa juu Magomeni, hapa juu Kunduchi, hapa juu wapi, yeye yuko mle ndani. Maisha yake. Hana kitanda, hana sofa, hana shuka. Yote kwa sababu amekuja mjini bila malengo. Kwa nini wewe huwezi kupata kazi kwa sababu una elimu? Wewe unapata kibarua. Ndio hicho lazima utoke jasho. Kazi ni mtu mwenye elimu ambaye anatoka nyumbani kwake kuna AC, anaingia kwenye gari na AC, anaenda ofisini kuna AC, kwa sababu muda mwingi alipoteza kwenye elimu. Mwache afaidi matunda yake ya elimu yake. Wewe unapata kibarua. Subiri kwanza shida. Hivi unaonaje siku au wakati unatoka hivi na muda ukija ukanisalimia tu shemu habari alafu ukapita kimya? Unaonaje kuliko hivi? Hiyo itakuwa ni kunyenyekea. Na mimi siwezi kukunyenyekea wewe uko kwangu hapa.